Na asubuhi njema popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3. Jina langu ni Sara Nzilani. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imetupilia mbali madai ya uwezekano wa udukuzi wa kurejista kwa wapiga kura na kuthibitisha kwamba michakato yote ya kushughulikia data ni halali, salama na inaongozwa kikamilifu na katiba na sheria ya uchaguzi. Katika taarifa vyombo vya habari, tume hiyo imejibu madai yaliyotolewa na kiongozi wa chama cha Democratic Party DP Justice Muturi na kufafanua kwamba ushirikiano wake na mashirika yake ya serikali ni ya kawaida na muhimu kwa usajili wa uthibitishaji sahihi kwa wapiga kura. Tume hiyo imeeleza kuwa ushirikiano wake na wakala wa serikali unalenga kuhakiki maelezo ya utambulisho na kuondoa watu waliofariki kwenye daftari la wapiga kura. IEBC imeorodhesha ofisi ya kitaifa usajili, huduma za usajili wa kiraia na ukurugenzi za huduma za uhamiaji ili kuthibitisha maelezo ya passport, haswa kwa Wakenya wanaoishi ng'ambo ambao hawana stahili kujiandikisha kama wapiga kura. Tume pia imewahakikisha Wakenya kwamba sajili za wapiga kura itasalia chini ya ulinzi wa udhibiti wake wa kipekee na data ya kibinafsi ikilindwa kwa kufuata katiba ya sheria ya uchaguzi na sheria ya kulinda data ya mwaka 2019. IEBC pia imewataka wahusika wa kisiasa kujiepusha na kutoa matamshi ambayo hayajathibitishwa na ya uchochezi ambayo yanaweza kudhoofisha imani ya umma katika michakato ya uchaguzi na uhuru wa taasisi hiyo. Aidha, IEBC imekanusha vikali kuhusu ikirejelea kujitolea kwake kwa uwazi na uadilifu katika uchaguzi. Kididi FM kukuhabarisha na burudani. Na Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto imekashifu vikali kufuatia ufichuzi kuwa raia wa kigeni ilirekodi kwa siri na kusambaza picha za ndani za wanawake wa Kenya bila idhini yao. Katika taarifa vyombo vya habari, Waziri wa Jinsia Hannah Cheptumo ameelezea tukio hilo kuwa linasumbua sana na ukiukaji mkubwa wa utu na faragha za binafsi kama inavyoainishwa chini ya ibara 28 na 31 ya katiba ya Kenya. Pia imetaja matukio hayo kuwa ni kudhalilisha maadili ya kitaifa ya Kenya na uadilifu wa kitamaduni na usalama wa wanawake na wasichana. Serikali imesisitiza kwamba vitendo kama hivyo sio tu makosa ya jinai, lakini ni tishio kubwa kwa mfumo wa kijamii wa nchi ambao unazingatia heshima ya utu na ulinzi wa watu walio hatarini. Wizara pia imesisitiza kwamba mtu yeyote atakayepatikana na hatia atakabiliwa na nguvu zote za sheria za Kenya, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa mashtaka chini ya kanuni ya adhabu na sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandao, pamoja na sheria zingine zilizoundwa kulinda wanawake na watoto dhidi ya unyanyasaji wa dhuluma. Zaidi ya utekelezaji, wizara imeashiria nia yake ya kuimarisha mifumo ya sera zinazohusiana na usalama wa mtandao na ulinzi dhidi ya unyanyasaji wa kidijitali. Hata hivyo, wizara imeahidi kuimarisha ulinzi kwa wanawake na watoto. Waziri huyo pia ameonyesha kuwa mshikamano na wanawake walioathiriwa na waathirika wote wa unyanyasaji wa kijinsia, akiwataka walioathiriwa kutafuta usaidizi wa siri kupitia nambari ya usaidizi ya bila malipo ya kitaifa na ya ukatili wa kijinsia GBV. Kididi FM kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kuwa Wakatoliki duniani kote wataanza msimu wa Kwaresima wa siku 40 siku ya Jumatano tarehe 18 Februari mwaka huu, wakijitayarisha kwa ajili ya sherehe za Pasaka zinazoashiria mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Kwaresima ni kipindi cha toba, sala na sadaka. Huanza Jumatano ya Majivu ambayo huangukia siku ya 46 kabla ya Ijumaa Kuu na huashiria siku ya kwanza ya safari ya Kwaresima inayoelekea wiki takatifu. Mwaka huu msimu wa Kwaresima utakamilika Alhamisi Aprili 2 mwaka 2026. Kididi FM kukuhabarisha na burudani. Na mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA imefichua kuwa maafisa wa polisi 3988 kwa sasa wanachunguzwa kwa aina mbalimbali za utovu wa nidhamu, huku maafisa 47 wakiwa tayari
wamepatikana na hatia katika kufunguliwa mashtaka. IPOA, ufichuzi huo ulitolewa na naibu mkurugenzi wa IPOA na huduma za ukaguzi, ufuatiliaji wa kinga, Munene Mugambi, akiangazia juhudi zinazoendelea za mamlaka hiyo kuhakikisha uwajibikaji katika huduma ya kitaifa ya polisi. Mugambi ametoa takwimu za kina kuhusu utendakazi wa mamlaka hiyo, akisisitiza utata na uchaguzi wa kina. Amesisitiza kuwa uchunguzi wa kina unahitaji muda, kwani mafaili hupitia ukusanyaji wa taarifa, uhakiki wa ndani na kupelekwa katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa mshambulizi katika soko la kitongoji cha Sudri huko Kordofan katikati mwa Sudan yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 28 na kuwajeruhi makumi ya wengine. Hayo yameelezewa Jumatatu jioni na kundi moja la kutetea haki za binadamu linalofahamika kama mawakili wa dharura, na kutahadharisha kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Kundi hilo limelaani shambulio hilo la droni dhidi ya raia wa Kordofan kaskazini na kutaja kuwa tukio hilo linaonyesha kuwa hali inazidi kuwa mbaya huko Kordofan. Hayo yanaripotiwa wakati vita kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF vinakaribia kutimiza miaka mitatu, huku Umoja wa Mataifa ukikadiria kuwa watu 40,000 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya milioni 12 wamekuwa wakimbizi. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 3, tupatane saa 7 kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilania. Kididi asubuhi inaendelea.